wakati kila mtu anapoanza kujifunza kitu fulani, lazima kama kuna watu ambao wameshatangulia kukifanya, lazima kuna watu wanaangalia kwa namna ya pekee kwamba nataka nifanye kama anavyofanya mtu fulani. Sasa wewe ambapo unaanza kujifunza muziki kwa namna ya pekee kinanda, ulikuwa unatamani kuwa kama nani ambaye kwa kipindi kile ulimuona kama anafanya vizuri sana, anapiga vizuri, either ni huko kwa parokiani kwenu Bukoba au Tanzania kwa ujumla na sehemu nyinginezo? Aha, asante. Kwa watu walio ni inspire sana kwa mambo ya kinanda, nikianzia kule bado nikiwa mdogo, alikuwepo mseminari mmoja alikuwa anaitwa Charles Karoli. Yule wa seminari walikuwa wengi nakija, lakini yule akifika basi na mbati nisemeje sio kwa nzuri, kipindi kile vinanda vya umeme havipo. Ni vinanda vya kufukuta, unafukuta huku unajaza upepo huku juu, ndio yaani ule hizi nguvu yako ya kujaza upepo chini ndio nguvu ya kuweza usipojaza vizuri akili. Yaani lazima ufukute, kwa hiyo unapokuwa kwenye misa ndio uchezaji wa kule. Sasa yule akifika basi tunajua kwamba hapa sasa kanisa leo leo tachangamka kwa kule. Lakini kwa wale wengine wa huku nilimtaja Mwalimu Fidelis Kashumba, nilimtaja marehemu Felician Albert Nyundo, ambao niliona wakicheza kinanda. Kwa kweli unajua huyo kweli yuko, yani walikuwa wananivutia mimi. Kama na Dionis Mbilinyi, wale walikuwa wakicheza kinanda, kwa kweli mimi navutiwa sana. Natamani kwamba ningekuwa kama yeye. Baadaye nikaja kumuona Madam Stanislaus Mjouki. Kwa sababu mimi nilikuwa napenda mtu ambaye akiingia kucheza kinanda pale kwenye kinanda, anacheza nota kadri ilivyoandikwa, sauti zote nne zisikie kwenye masikio. Kwa hiyo kwa mfano nimekupa mfano wa kinanda wakati nacheza studio kwa mara ya kwanza, ukipata nafasi ya kusikia, nilikuwa najitahidi kucheza sauti zote nne kadri zilivyoandikwa. Ya hapo unajua mtu kama anacheza kinanda, lakini ya kudonoa sauti moja huku moja, mimi hainivutii sana. Kwa hiyo hata wale niliofundisha wote napenda sana wacheze muziki usikike kabisa. Sikike sauti ya kwanza iende mpaka yenyewe, ya pili iende kama ilivyo, ya tatu iende kama, ya nne iende kama ilivyo. Unakumbuka sasa kama umesema upigaji kinanda mzuri ni huo wa sauti zote zisikike. Na tukumbuke wewe ulianza kupiga kinanda ukiwa bado hujui nota. Hiyo ilikuwa ngumu kiasi gani kufanya katika ukamilifu wake? Sasa sauti nne. Kwanza nilikuwa nafika kwenye mazoezi ya kwaya, wanafanya wanafundishana nyimbo, labda kule walikuwa wanafanya Ijumaa labda saa 3 asubuhi, na wao wa kwanza nasikia mwalimu anavyofundisha zile, anafundisha sauti ya kwanza inaenda inafika na kariri. Ya pili inavyokwenda na basi. Japo wakati ule sikuwa na uwezo wa 100% kucheza sauti zote nne, lakini walau sauti 3 zitasikika na wimbo utaeleweka. Yaani kiuanzisha nikafika mwisho wanakuwa naanza bila kuuliza ni wimbo upi. Yaani wimbo unaeleweka moja kwa moja. Kwa hiyo kadri nilivyokuwa nazidi kusogea miaka na miaka, ndo nikawa na uwezo wa kucheza sauti zote nne kwa pamoja. Ndio.